tushinde katika dunia hii ya kisasa. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba mtu atusomee Waefeso 6:10. Tusikie vile Injili ya Bwana inavyotuambia. Waefeso 6 mstari wa 10 inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hodari inamaanisha ya kwamba tuwe na ujasiri ndani ya nyoyo zetu. Wakati huu umekuwa wakati mgumu, umekuwa wakati wa vita. Kila mahali unapokwenda watu wanakukataa, watu wanakugeuka, watu wanakusema. Lakini siku ya leo Mungu anasema ya kwamba tuwe na ujasiri, tuwe hodari ndani ya nyoyo zetu, maana anaenda kututengenezea mahali pema. Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea ikisema vipi? Hatimaye muwe hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Na ni uwezo katika, yani anatuambia hodari hiyo tuwe katika uwezo wake, tusiwe katika uwezo wa wanadamu. Maana uwezo wa wanadamu unaweza kukushusha wakati ambapo atakuona umeweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe hodari kwa wema wa Mungu, katika neema ya Mungu. Haleluya. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga mipango za shetani. Na anatueleza ya kwamba tuweze kuvaa silaha za Mungu na tutaweza kushinda yale ambayo ni majaribu, yale ambayo yamekuwa vita katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu gani ambavyo sisi kama vijana tunaweza kuvivaa ili tusiweze kupigwa na maadui zetu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikia, Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia tujivike ili tusiweze kushindwa katika hii dunia ya kisasa. Haleluya. 11 inasema vipi? Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa maana katika tukivivaa hizi silaha, kushindana kwetu sio kwa nyama wala kwa nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia kwamba, anatueleza hivi kwamba vita vya kisasa sio vita vya mwili, lakini ni vita vya kiroho. Sisi wenyewe inafaa tuvijue hivi vita ni vya aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kupigania mwenzako vita, na hivyo vita sio vita vya kimwili, bali ni vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama vijana nataka tuelewe ya kwamba ukijiombea mahali huko, ombea hata yule jirani yako. Kama siku ya leo najua watu wamekuwa katika matawi tofauti wakifanya maandamano, lakini sisi kama vijana na kama kanisa la PAG Kenya waliamua kuweka mkutano huu ili tuweze kuwaombea wale ambao katika vita, na hivyo vita wakiweze kuvishinda. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanaenda kimwili, lakini sisi tunawaombea ujasiri, tunawaombea hekima, tunawaombea neema ikaweze kuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Inamalizia ikisema vipi? Inamalizia ikisema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ni juu tunapigana vita
vya giza, tunapigana vita visivyoeleweka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tusipojivika hii ngao ya Yesu hatutaviweza. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuviweke hivi vitu katika mwili wetu. Kitu ya kwanza ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na imani ndani ya nyoyo zetu, ili itupe ujasiri wa kuweza kupigana vita hivi katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, lazima tuwe wise, tuwe wenye hekima. Jinsi Saul alivyoomba Mungu akampa hekima, tuombe Mungu siku ya leo tuwe na hekima ya kuweza kushinda hivi vita. Maana sio vita vyetu, ni vita vya kidunia, vita vya giza. Hatuvijui, lakini sisi wenyewe tukiwa na hekima, Mungu atatupa jinsi ambavyo tutaweza kushinda vita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa ukienda katika vita, jinsi vile soldiers wanaenda katika vita, kuna jinsi ambavyo wanavaa mavazi yao ili the enemy asiweze kuattack. Bwana Yesu asifiwe. Na tunavyo vitu vingi ambavyo wale soldiers wanavivaa, lakini sisi hapa kama Wakristo tuwe kama Daudi alivyoenda katika vita kumpiga Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna vile vifaa kuvivaa ili tuwe protected zaidi, lakini sisi tunaomba hekima kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe hiyo hekima ambayo Daudi alikuwa nayo. Nani alijua Daudi atamuua Goliathi kwa mawe peke yake? Ni Mungu peke yake. Lakini sisi kama vijana tukiweza kujua kwamba vita vyetu lazima tuviweke rohoni na tuombe hekima, hatutaweza. Lazima tufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So namalizia nikisema ya kwamba tuombe neema, tuombe hekima. Mungu atupe hekima, atujaze na maarifa yake. Ukristo saa hii umekuwa mgumu. Watu wanauawa makanisani, watu wanafanya matendo yasiyofaa katika kanisa, lakini sisi ambao tumeamini ya kwamba Mungu anaenda kutupigania, tuombe kwake, tuzidi kupiga magoti, tuzidi kulia kwake, na atatutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na atatupigania. Haleluya. Nataka tusimame tuambie tu Mungu asante kwa siku ya leo. Tupe hekima, tupe maarifa, tuonyeshe jinsi ya kupigana vita vya kiroho. Wengi hatuvijui, lakini siku ya leo Mungu akatende mambo yake. Mungu akatuonyeshe njia. Inua tu mikono yako juu. Nena na Mungu, ambia Mungu nisaidie siku ya leo. Hata ninapoenda nyumbani, ukaweze kunipigania vita hivi vya anga, akaweze kupigania vita hivi vya kiroho, vita hivi vya giza ambavyo vimekuwa vizungumkuti katika maisha yetu. Vimeweza kutushusha na magonjwa, vimeweza kutushusha katika huduma yako. Tunaomba Mungu siku ya leo wachilia neema yako. Yule ambaye amekuwa katika vita vya magonjwa, Baba, siku ya leo muonyeshe njia ya kusimama tena, muonyeshe njia yenye haki,
na akaweze kutembea tena. Baba, yule ambaye amekuwa akipigana vita vya mawazo, Mungu ninaomba siku ya leo ukamwonyeshe njia ya kutatua mambo hayo, ukaweza kumwonyesha njia ya kuweza kwenda mbele zako. Mungu wangu, Baba yangu Yesu, wanafunzi wetu wanapigana vita mashuleni, vita ambavyo hawavielewi, lakini Mungu siku ya leo unanyenyekea mbele zako siku ya leo. Baba, ninaomba ukawaonyeshe njia, ukawape ngao yako Bwana, wakajikinge katika vita hivi, uwaondolee vita hivi Bwana, ukawatendea, ukawaonekanie Yesu. Unastahili kuinuliwa, unastahili kupewa sifa. Ni wewe tunamweza. Asante Bwana, wewe ni mwema. Asante, unaweza Bwana. Wewe ni Mungu mwenye neema. Asante Yesu, asante Bwana. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Anasema kwamba vita hatupigani vita vya damu na nyama, bali tunapigana vita vya kiroho. Natangaza Bwana ukashuke ukaanza kupigana vita vyako. Tunakanyaga pahali hapa, tunakataa kila ngome zote za ibilisi, tunafunga kila mipango yote ya wachawi, tunafunga kila laana zote za ukoo. Bwana, tunapigana vita hivi kupitia damu yako. Tunaomba Bwana ukashuke Jehova, tenda jambo lipya Bwana. Asante kwa sababu ya neno la siku ya leo. Asante kwa ajili ya vijana hawa Bwana, ninawakabidhi mikononi mwako Jehova. Ukawainue Jehova nisi, ukawasimamishe Baba, ukawatendee mema Bwana. Wameona ni vyema wakatuandalia neno hili, wametupa neno lako Jehova. Hili neno tumelipewa jioni ya leo, wacha likae ndani ya mioyo yetu, wacha likae ndani ya fikira letu Jehova. Asante kwa sababu utatuweza. Wewe ni Mungu usiyobadilika. Asante kwa sababu ya machache, katika jina la Yesu takatifu
tumeomba tena kuamini, na mtu wa Mungu aseme amen. Pea Mungu sadaka nzuri na makofi. Katika wimbo